Yes, habari. Leo tutaenda kujifunza somo linalosema mpenzi wako anakuchiti, jinsi ya kumgundua kwa mbinu za kisaikolojia. Unajua, kwenye mahusiano swala la kuchiti ni swala ambalo linaweza likamfanya mtu pia hata akaathirika kiafya ya akili, na mambo mengi ambayo yanawaumiza sana watu hata kwenye swala la afya ya akili ni swala la mahusiano, hasa mwenzako anapokuwa anakuchiti. Hasa leo nitaenda kuonyesha mbinu za kisaikolojia za kumgundua mpenzi ambaye sio mwaminifu kabla hujafanya uamuzi ambao sio mzuri. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Hasa mbinu ya kwanza ni mabadiliko katika baseline ya tabia. Sasa baseline ni nini? Baseline ni tabia ya kawaida ya mtu. Kila mtu huwa na tabia yake ya kawaida. Mfano, mtu kama waga ni mkimya, hiyo ndio baseline yake. Lakini kama unakuta mtu labda huwa ni mchishi sana, hiyo ndio baseline yake. Lakini ukaja kukuta huyo mkimya anaongea sana, huyo hayuko kwenye baseline yake. Kwa baseline ni tabia ya kawaida ya mtu. Sasa kitu cha kwanza kabisa, kabla hujaanza kumsoma mtu, ni lazima ujue baseline yake ya kawaida ni ipi. Sasa kwa mtu ambaye anakuchiti au ni mtu ambaye sio mwaminifu, huwa anabadilika kwenye baseline yake ya kawaida. Sasa kwenye mabadiliko ya baseline kuna mambo mawili ya kuangalia. Jambo la kwanza kabisa ni mabadiliko ya ziada, yani overcompensation. Hapa sasa anaanza kuonesha upendo uliopitiliza au kuletea zawadi, ambapo vitu hivyo mwanzo alikuwa haifanye kabisa. Lengo ni kuficha ile kosa lake au ile hatia ambayo inamsumbua ndani, kwa sababu anakuwa amekusaliti. Hasa ili kuficha ile kosa lake kwako, anaanza kubadilika kwa kufanyia vitu ambavyo sio kawaida yake, kama kuonesha upendo uliopitiliza, anaanza kusifia ambapo zamani alikuwa kusifia hivyo, anaanza kuletea zawadi ambazo hata zamani alikuwa kuletea hivyo zawadi. Hiyo ni aina ya kwanza ambayo kwenye mabadiliko ya baseline, kwamba ni mabadiliko ya baseline ya ziada, yani yanakuwa yako juu. Lakini mabadiliko ya upungufu kwenye baseline ambayo yanakuwa ni ya kawaida, ambayo tunaita ni withdraw, hapa sasa anaanza kujitenga, kwa sababu anakuwa anajihisi mwenye hatia, amekutendea jambo ambalo sio zuri, anaanza kujitenga. Utaanza kuona anachelewa kurudi nyumbani au analala mapema ili tu msio karibu, kwa sababu kadri unavyozidi kuwa karibu naye anazidi kukumbuka ile hatia ambayo inamsumbua, kwa sababu amekusaliti, na anaanza kujisikia vibaya. Lakini pia ile hali ya story nzuri mlizokuwa mnaongea, kwa mfano anakuuliza kazini ilikuwaje, anaanza kujibu majibu mafupi ili tu msiendelee kuongea, kwa sababu kadri unazidi kuongea anaanza kupata hatia. Kwa hiyo hizi baseline unaweza ukazijua kwamba ukiona mabadiliko ya ziada au mabadiliko ya upungufu, pia hiyo ni aina ya baseline, kwamba mtu alikuwa na tabia fulani mwanzo, labda mtu ambaye ni mpole, lakini ghafla unaweza kumuona anakuwa na hasira, anajibu kwa haraka, hana upendo tena. Hiyo inakuwa ni mabadiliko ya baseline ya juu. Lakini ya upungufu, maana yake anakuwa tofauti, lakini inakuwa sio kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo mabadiliko ya baseline unaweza kuyajua mpaka ujue kwanza baseline yake ya mwanzo ilikuwaje. Lakini mbinu ya pili ni gaslighting na kujihami, yani defensiveness. Sasa gaslighting huwa ni mbinu hatari ya kisaikolojia, kwa sababu mtu anayekufanyia hii anakuwa anacheza na akili yako ili uanze kudharau hisia zako, kumbukumbu zako na mawazo yako. Na mahusiano mengi, watu wengi wanawafanyia watu gaslighting, na unaweza kukuta huyo mtu anayekufanyia anajua au hajui. Lakini gaslighting, hata kama mtu anajua au hajui, ni kitu sio kizuri. Gaslighting inakuwaje? Mfano, umemwona mwenzako labda anaongea na simu usiku, alafu ile simu unaona kabisa hii sio ya kawaida. Ukimhoji anaanza kukuambia wewe nao una wivu sana, shida na wewe, yani uoga unakuza mambo madogo madogo. Lengo pale uanze kudharau hisia zako, kwa sababu hisia ziko zinakwambia kwamba huyu mtu anaongea na mtu ambaye huenda ana mahusiano naye. Hapo sasa anapofanya yeye, anakuchezea akili yako kwamba wewe uonekane kwamba una wivu sana, au wewe unakuza mambo madogo kuwa makubwa ili uanze kudharau hisia zako. Na hapo bila kujua, kwa sababu anakuwa anakushindikiza, wewe utaanza kuona ila kweli labda mimi nimewazia tofauti, au nilikuwa naongea na simu ya ofisi, afu wewe unakuza mambo madogo, unanikwaza sana shida, yani wewe unakuza sana mambo madogo ili uanze kudharau hisia zako. Na ukishaanza kudharau hisia zako, unaanza kumwomba msamaha mtu ambaye yeye mwenye kosa. Naona inapotokea. Lakini hapo anakuwa anacheza na akili yako, anakufanyia gaslighting. Sasa gaslighting sio nzuri. Unaweza kukuta labda unamwambia yule fulani ni nani kwako, anakuambia wewe na wewe, yani una wivu sana,
au unauliza kitu ambacho ni cha uhalisia kabisa, unaona kabisa hichi ni cha umuhimu katika mahusiano yenu, anakuambia wewe Shida unagubu sana, ni mtu ambaye unawahi kukasirika, lakini ukiangalia ukweli amekufanyia kitu ambacho ni kinakuumiza au kina asili kabisa hisia zako, lakini anatumia mchezo wa kuchanganya akili ili uanze kudharau hisia zako na uanze kumsikiliza yeye ndo anaongea vitu sahihi. Kwa hiyo usipokuwa makini unaweza ukabadilika kabisa kwenye mfumo wako wa kawaida na ukaanza kumuona yeye ndo yuko sahihi. Sasa njia nzuri ya kukabiliana na mtu mwenye gaslighting ni kumtoa kwenye ile sentensi yake ya mwanzo na kumrudisha katika sentensi ambayo umemuuliza. Mfano umemuulizia kuhusu simu akakwambia wewe una wivu sana, mwambie mimi sizungumzii mambo ya wivu. Naomba unielezee huyo mtu ni nani bila hata kunifokea au kunishambulia. Hapo utakuwa umemtuliza na yeye atakuwa hawezi na kucheza na akili yako. Lakini ukiendelea kujibizana naye utajikuta unashindwa kuamini ukweli wako, utaanza kuona mwenyewe kwamba labda kweli mimi nina wivu sana au labda nimewazia tofauti. Au anaweza kuhalalishia akasema wewe nawe huwezi kuona kama hii ni simu ya kazini, unawaza tu labda wanawake au unawaza tu wanaume. Lengo ni uanze kudharau hisia zako. Lakini pia mbinu nyingine ni kujihami. Sasa kwenye kujihami ambao kwa lugha ya Kiingereza tunaita defensiveness, mara nyingi kwenye kujihami mtu anaanza kubadilika, anakuwa anatumia hali ya kujihami ili kuhalalisha makosa aliyofanya. Sasa kisaikolojia si binadamu tunapohisi tumegundulika wakati tunaingia kwenye hali inayoitwa flight and fight, yani kupigana au kukimbia. Na hii waga inaongozwa na mfumo wetu wa nervous system, kwamba tunapokutana na jambo lolote ambalo linatushtusha au tunapohisi kugundulika, kwa sababu ile ni hali ya hofu, tunaingia kwenye hali ya flight au fight. Sasa kwenye hali ya fight ambayo sasa ni kujihami au kushambulia, ndio hapo sasa mtu anaweza kuwa anakubadilishia mada. Yani unamuuliza swali, kwa mfano unamuuliza mbona jana ukupokea simu saa 4 za usiku? Yeye anakuambia naye mbona jana ukunipikia chakula? Mbona sikuuliza? Mbona unanifuatia sana? Lengo ni kubadilishia mada, ni hali ya kujihami. Lakini pia anaweza kutengenezea hatia, yani guilt tripping. Hii ni mbinu ya kisaikolojia, yani mtu anajifanya kwamba yeye ni mwenye hatia ili kucheza na hisia za huruma kwako. Anaweza kuambia kwa mambo yote niliyokufanyia bado unanionea wivu, au kwa mambo yote niliyokufanyia bado uniamini, bado unaniona kama mimi ninakusaliti, ili wewe upate hisia ya huruma, uanze kumhurumia na uanze kuona labda mimi nilichokifanya sio sahihi na uanze kumwomba msamaha. Lengo ni kutumia hisia za huruma ili kucheza na wewe. Kwa hiyo anaweza kutumia hisia zote za kuonesha kwamba yeye ni mwenye hatia, kwamba jinsi ninavyokupenda hivyo bado unanidharau au bado unaniona mimi ni msaliti. Hiyo pia anaweza kaitumia ili kucheza na hisia za huruma za kwako. Sasa mtu huyu ukitaka kujua kama anajihami au hajihami, kuna vitu unatakiwa kuviangalia, kwa sababu mtu ambaye hana hatia na hajihami huwa anatoa maelezo yaliyo wazi. Lakini mtu ambaye anajihami, kuna vitu ambavyo unatakiwa viangalie na utajua kwamba huyu mtu anajihami au hajihami. Cha kwanza kabisa ni watu ambao wanapenda kujiapiza. Atakwambia na hapa kwa Mwenyezi Mungu, wallahi mimi sijafanya hivyo. Huyo mtu ni mtu ambaye anajihami. Lakini ni mtu ambaye anatumia maswali kwa kujibu kwa swali. Yani kwa mfano ukimuuliza swali na yeye anakujibu kwa swali. Ukimuuliza jana ulikuwa na nani? Anakuambia kwani uliniona nilikuwa na nani? Kwani umesikia nilikuwa na nani? Badala ya kujibu swali na yeye anakuuliza swali. Lakini huyu mtu pia anatumia udhaifu wako ili kukuondolea ile hali ya wewe kuendelea kumuuliza. Anaweza kusema kwa mfano kama akijua udhaifu wako labda ni kuogopa kuachana, anaweza kuambia unatafuta tu ugomvi mdogo ili tuachane, kwa sababu anajua udhaifu wako wewe ni kuachana. Kwa hiyo huyu mtu utajua kwamba huyu ni mtu ambaye anajihami. Sasa mbinu ya tatu inaitwa cognitive dissonance, yani migongano ya kiakili. Sasa kisaikolojia si binadamu huwa hatupendi kufanya vitu vilivyo kinyume na tabia zetu za kawaida. Sasa mtu yote, kwa mfano kama mpenzi wako alikuwa ni mwaminifu, akafanya kitu ambacho sio cha uaminifu, tayari atakuwa amepata mgongano wa kiakili, yani cognitive dissonance. Sasa ili kuhalalisha ile jambo alilokufanyia, atajitahidi kutafuta sababu kukuonesha kwamba wewe ndio chanzo cha yeye kumfanya kuwa hivyo. Yani binadamu wengi kiasili hatupendi kufanya vitu ambavyo viko kinyume na tabia yetu. Kama kwa mfano mpenzi wako alikuwa mwaminifu, alafu afanya kitu kibaya, kwa anajitahidi kutafuta jambo lolote ili kuhalalisha ile jambo alilofanya, na atatafuta sababu ya kuonesha wewe ndio sababu ya yeye kuwa hivyo.
Sasa huu ni mchezo ambao sio mzuri, kwa sababu mwenzako anakuwa kweli amefanya kitu ambacho sio kizuri. Sasa anakuwa anacheza na wewe ili kukuingiza kwenye mtego wake, ili wewe onekane ndio sababu ya yeye kuwa hivyo, lakini kumbe sio hivyo. Sasa huyu mtu cha kwanza kabisa anaanza kutafuta makosa madogo. Mfano, anakuambia kwa jana ulivyonijibu vile, au juzi ulivyonijibu vile, ndio nimeamua kwenda nje kutafuta furaha yangu. Manake hapo anakuwa anatafuta sababu ya kuonesha wewe ndio changamoto ili kuhalalisha makosa yake. Lakini pia anaweza kuwa na chuki ya ghafla, yani sudden irritability. Mtu huyu anakuwa kwamba vile vitu ambavyo vilikuwa vinamfurahisha zamani, kwa mfano unavyokuwa unaongea, alikuwa anakusifia na sauti nzuri, unavyocheka, unavyovaa, vinaanza kumkera kwa sababu vile vinaanza kumkumbusha uzuri wako, na yeye kwa sababu amekufanyia kitu kibaya anaanza kujisikia vibaya. Kwa hiyo ghafla unaanza kumuona hafurahi chochote kuhusu wewe, kwa sababu ndani kunakuwa na mgongano kati ya ule ubaya alokufanyia na ule uzuri ambao anauona kwako. Lakini kujitenga kihisia, kwa sababu anapokuwa anaona unapokuwa karibu naye anakuwa anakumbuka yale mabaya aliyokufanyia. Kwa hiyo anakuwa anajisikia vibaya. Kwa hiyo watu ambao wana hii hali ya cognitive dissonance anakuwa anajitahidi sana kujitenga na wewe ili asiendelee kupata ile hatia ambayo inamsumbua, kwa sababu ndani anakuwa amefanya kitu kibaya, lakini sasa wewe sasa umemfanyia kitu kizuri, au anaona mazuri kwako. Kwa hiyo ile hali inamuumiza. Sasa hao watu wenye mgongano wa kiakili ambao tunaita ni cognitive dissonance, mara nyingi wanaweza kuwa wanatafuta makosa. Yani kwa mfano anaweza kupandikizia ugomvi ili kuhalalisha jambo analotaka kulifanya. Mfano anaweza akagombana na wewe asubuhi, akatengeneza sababu ya kugombana zaidi, yani asubuhi mkagombana ili achelewe kurudi usiku au asirudi kabisa. Lengo ni kuhalalisha jambo analotaka kufanya, kwa sababu sisi binadamu binafsi tukiwa na kitu ambacho sio kizuri tumekifanya, unaweza kutata sababu ya kuhalalisha lile jambo ambalo umelifanya ili aonekane mwenzako ndio sababu. Sasa watu wenye changamoto hii ya cognitive dissonance, kwa mfano asubuhi anaweza kutafuta sababu ya ugomvi wote, hata jambo dogo mkagombana zaidi, ili sasa atumie hiyo kama sababu ya kuchelewa kurudi au asirudi kabisa na wewe, kwa sababu na wewe utakuwa unaona labda ni ugomvi, kumbe mwenzako anakuwa amefanya vile ili kukuonesha wewe ndio sababu, lakini kumbe ndo anapata chance ya wewe kuendelea na mambo yake mengine ambayo sio ya ukweli, ambayo ni mambo ambayo ni mabaya. Lakini pia anaweza kulinganisha, anaweza kuambia kama ni mwanaume akakwambia wewe mwanamke, mifano wanawake wengine, kama ni mwanamke akakwambia mwanaume, mifano watu wengine, ili kukushusha thamani, uonekane wewe ndio chanzo cha yeye kuwa vile, ili kuhalalisha yale makosa yake anayofanya. Yani kama anakusaliti, anakuchiti, ili wewe uonekane ndio chanzo, ili kuhalalisha mambo ambayo anayafanya, kwamba wewe kwa sababu una changamoto fulani, au wewe uko na shida hii, na yote haya anakuwa anacheza na akili yako ili kuficha ule ubaya anaofanya yeye. Sasa mbinu ya kumkamata huyu mtu anayekufanyia cognitive dissonance ni rahisi sana. Hawa watu ambao wana migongano ya kiakili mara nyingi huwa hawana huruma. Na kwa sababu hawana huruma, kwa sababu anakuwa anakuona wewe kama adui, unamzuia yeye asiendelee na mchepuko wake. Sasa njia nzuri ya kumgundua ni kufanya jaribio la impulse test, yani kumpima kama ana huruma. Unaweza kujaribu kumwambia hata unaumwa kichwa au ugonjwa tu wa kawaida mdogo, au kumwambia changamoto yoyote ya kikazini, aidha kikazini au ya kifamilia, ukamwelezea. Sasa mtu ambaye hana hatia au mtu mwaminifu atashtuka kwanza, alafu atatafuta namna ya kusaidia na atakuwa karibu na wewe. Lakini mtu ambaye mwenye hii changamoto ya cognitive dissonance, yani mgongano wa akili, kwanza atakelwa na hilo jambo na atajisikia vibaya, na ataanza kuambia wewe nani, nimechoka na drama zako, au wewe kila siku ndio unaumwa. Na hii ni kwa sababu huzuni yako inamfanya anapata hatia, anaanza kujisikia vibaya. Kwa sababu anakuwa na mgongano wa kiakili na hapendi kujisikia hivyo, kwa hiyo ndio maana mara nyingi anareact kwa namna hiyo. Ataanza kuambia wewe naye nimechoka drama zako, wewe kila siku ndio kuumwa, au wewe nao unalalamika sana, ili tu asipate ile hisia ya huruma au ya hatia na wewe, kwa sababu wewe anakuwa anakuchukulia kama adui na sio mtu ambaye mwenye upendo. Kwa hiyo hii hapo pia unaweza kumgundua mtu ambaye anakusaliti. Mara nyingi anakuwa na mgongano wa kiakili ambao tunaita kitaalamu cognitive dissonance. Hasa mbinu ya 4 ni matumizi ya simu. Unajua pia simu unaweza ukaitumia kumgundua mtu ambaye sio mwaminifu na mtu ambaye anayekuchiti, kwa sababu simu kwa sasa hivi ni moja ya kitu ambacho kinatumika sana na watu, na ndio sehemu ambayo watu wengi wanaficha siri zao. Sasa
Mfano kwenye simu lazima kwanza ujue baseline yake ya mwanzo kabisa. Kwa mfano kama zamani alikuwa anapenda kuacha simu mezani, hashtuki anaiacha hata wazi, hapo sasa unaweza kumsoma. Ndio maana nikasema mwanzoni lazima ujue baseline ya mpenzi wako kwanza. Usimjaji kabla hujajua baseline yake. Sasa kuna mbinu ambazo unaweza kuzitumia kwa kupitia matumizi ya simu ukagundua kuwa mwenzako anakusaliti na sio mwaminifu. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa the reach test au jaribio la kusogea. Sasa sisi binadamu tunapokuwa kuna siri nzito au kuna kitu tunaficha, huwa kuna hali waga inatokea tunaita hyper vigilance. Yaani kwamba hali ya kuwa na macho juu juu, yani muda wote macho yanakuwa yanazunguka juu juu kwa sababu unakuwa na wasiwasi na hofu. Sasa hii mbinu unaweza ukaitumia kwa kumjaribu mpenzi wako kwa namna hii. Mfano labda simu yake iko kwenye meza ambao pale kwenye meza kuna remote. Utajaribu kama unaenda kuchukua ile remote. Ukiona anashtuka, anaanza kuangalia macho juu juu, hapo utaanza kusense kuna kitu, aidha kuna wasiwasi ambao anao kuhusu wewe kwenda pale, au kuna kitu ambacho hataki wewe ujue, au kuna siri fulani anaificha. Kwa sababu wewe pale unaenda kujaribu kuchukua remote lakini unaona anashtuka, macho yanaenda juu juu, hapo unaweza kusense. Na unaweza ukajaribu kitu kingine tu, hata kampuni labda kuna kitu pale kwenye meza labda na simu yake ameweka, unaweza kujaribu kwenda kukichukua kile, umwangalie anavyokuwa. Hiyo pia unaweza ukaangalia jinsi anavyo react au anavyokuwa. Lakini mbinu nyingine, the face down habit. Kisaikolojia, kama mtu alikuwa amezoea simu yake anaacha wazi, afu ghafla kwanza kumuona simu yake anaigeuza, hapo lengo anakuwa anataka kuficha zile notification zinazoonekana kwenye simu pale kwa mbele, na anakuwa hataki mtu yote aone mambo anayofanya. Hapo kuna siri nzito anaificha. Ndio maana nikasema lazima ujue baseline yake, kwa sababu unaweza kumjaji mtu kumbe toka zamani alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo lazima ujue mwanzo alikuwaje. Mwanzo alikuwa anaacha simu yake iko wazi, lakini ghafla unajua matendo yanamuongoza mtu bila kujua. Kwa sababu ana asili, anajikuta tu automatic, kwa sababu sisi binadamu chochote ambacho ni siri wakati tunatamani kukificha. Ndio maana hata hela unaiweka sehemu ambayo mtu hawezi kuiona. Kwa hata na simu, kwa sababu anakuwa anajua kuna notification itaingia labda mchepuko wake, anakuwa anaigeuza ups and down, ni kwamba ifunike kile kioo ili zisionekane notification. Kwa hiyo pia inaweza kukuwekea kwalo, kwa sababu mwanzo alikuwa anaiacha simu mezani, sasa hivi anaiweka, anaifunika, na mara nyingi anapenda kukaa na simu, ukisogea tu labda kwa nyuma kuangalia, anafunika simu ghafla, anaenda nao mpaka chumbani, hawezi kuiacha tena, na mara nyingi anajitenga, yani akitaka kutoka kwenda sehemu lazima achukue simu yake. Hivyo vitu vinaweza kuambia kwamba kuna kitu anaficha au kuna siri nzito kwenye simu. Kwa matumizi ya simu pia anaweza kukuambia kwamba huyu mtu huwa kuna kitu anaficha, au unaweza ukasense kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Lakini mbinu ya tano ni lugha ya mwili ambayo tunaziita kitaalamu ni micro expression. Sasa mbinu ya kwanza kabisa kuangalia inaitwa the shrug, yani kuinua mabega. Sasa hii mbinu ya kuinua mabega, kisaikolojia binadamu anapokuwa anasema kitu ambacho hana uhakika nacho, kwa sababu ule mgongano wa ndani kati ya ukweli na uongo unamfanya bega moja linainuka juu. Kwa mfano unamhoji swali fulani, labda yule dada uliokuwa naye jana ni nani, au yule mwanaume uliokuwa naye jana ni nani, anapokuwa anakujibu angalia bega lake moja. Ukiona bega lake moja linapanda juu, hiyo inakuwa hata yeye mwenyewe hawezi kuelewa, kwa sababu kunakuwa na msuguano wa ndani kwenye ubongo wake unaomfanya ajisikie kutokuwa sawa. Kwa hiyo unamfanya bega moja liinuke juu. Kwa hiyo ukiona vile anavyokuwa na kujibu alafu bega moja limeinuka juu, unajua kabisa kwamba anachokujibu hana uhakika nacho na anasema uongo. Kwa hiyo angalia kwenye bega, unaweza ukajua anachokisema kina uhalisia au sio. Lakini pia mbinu nyingine ni kugusa uso, ambayo inaitwa the pinocchio effect. Sasa mtu yeyote anayesema uongo huwa kipindi anaposema uongo, kwa sababu pressure itakuwa juu, damu nyingi waga inaenda kwenye sehemu za kwenye pua, shingo, lakini kwa ujumla kwenye uso. Kwa ukiona mtu unapoongea naye unaanza kumwona anachezea uso, anashika pua, anangandakanda midomo, hiyo inakuwa ni hali ya kujituliza, tunaita kitaalamu pacifying behavior, kwamba kwa sababu damu zinakuwa zimeenda nyingi zaidi upande huo, kwa anakuwa anahisi kama kuna mwasho au kuna hali ya kutokuwa sawa, au anakuwa anajituliza kwa namna hiyo. Kwa hiyo anashika uso, anakuwa anashika pua, hiyo ni hali ya kujituliza. Kwa hapo utasense kwamba kitu anachokuambia hakina uhalisia. Lakini pia kwenye macho unaweza kugundua kwa mtu anachokisema ni ukweli au anakuambia ana uhalisia, ambao tunasema ni gaze aviation. Sasa kwenye macho, mtu anayesema ukweli, nadhani hata hii watu wengi wameshaizoea, huwa anakopesha macho kwa sababu ya ile hatia. Lakini sasa hivi kwa makini, kwa sababu hata waongo wameshajifunza kwamba
mtu anayekopesha macho ni muongo. Kwa hiyo waongo leo sugu wao wanakuangalia kwa muda mrefu. Sasa utamgunduaje? Yeye utamwona anakuangalia zaidi. Yaani unaona mtu anamkazia macho. Lengo ni kufanya wewe umwamini kwamba sio muongo. Sasa ukiunganisha na dalili zingine ambazo tumejifunza na mambo mengine na ukaona anakukazia sana macho, jua kwamba kuna kitu anataka akushinikize wewe ukiamini. Kwa sababu sasa hivi watu wengi wameshajifunza kwamba na tumeshapata elimu nyingi kwamba waongo wanakopesha macho. Kwa hiyo na yeye anatumia hiyo mbinu kwamba nikopesha macho hapa nitagundulika. Kwa hiyo anakukazia macho kuliko kawaida. Kwa hiyo hapo unaweza ukasense. Lakini kwa ile issue ya kawaida, kwa mtu ambaye anasema uongo huwa anakopesha macho kwa sababu ya ile hatia ya ndani. Kwa hapo unaweza kupia kwa msensi mtu kwamba anachokuambia kina ukweli au hakina ukweli kwa kupitia lugha ya mwili ambayo tunaita micro expression. Sasa mbinu ya mwisho inaitwa the surprise detail test. Ngoja nikupe siri moja. Waongo nadhani hata hii hata mtaani waga tunaambizana kwamba waongo huwa wanasahau. Na hii ni kweli. Sasa unaweza ukaitumia hii mbinu kwa mpenzi wako. Kwa mfano, jana alikwambia, jana nilipita sehemu, nikapitia benki ndio nikaja nyumbani. Lakini kumbe alipita kwa mchepuko wake. Unaweza kumuuliza kitu kingine. Kwambia hivi jana ulipitia labda kuangalia mpira. Atakwambia nipitia kuangalia mpira kwa sababu ameshasahau kile jana alichokuambia yeye. Unaweza kutumia mfano wote. Lakini mtu mkweli huwa atakwambia jana sikupitia kuangalia mpira, nilipitia benki ndo nikaja nyumbani. Unaweza kumuuliza jambo lolote, lakini unapomuuliza jitahidi kuongezea na taarifa zingine ambazo zinapindisha ule uongo wake aliyokuambia. Anakuambia jana nilichelewa kwa sababu kuna foleni kubwa na nikabidi nitumie bodaboda ndo nikachelewa kuja hapa kwa sababu na bodaboda yenyewe ilikuwa na changamoto ya kupita barabarani. Sasa unaweza kumuuliza kitu kingine tena. Jana pia ulisema ulipokuwa kwenye usafiri ilitokea changamoto nyingine pale pale. Unamuona sasa mtu muongo ataongezea kwamba kweli ilitokea pia, kumbe amesahau alichokuambia jana. Kwa hiyo unaweza kutumia hii mbinu ya the surprise detail kwamba ukamuuliza kile kitu alichokusimulia hata kwa siku za mbeleni, alafu kaongezea na detail zingine. Alafu wewe utakuwa unajua sasa kwamba ule ukweli aliokuambiaga ulikuwa ni upi, kwa sababu waongo huwa na changamoto ya kutokukalili. Na ukweli wote kwa sababu uko ndani ya akili huwa unatoka tu muda wote, lakini uongo kwa sababu unaandaliwa mpaka hiyo siku tena aje au andae. Na muda mwingine utakuta anakwazika, anakeleka, anaona mbona niuliza hilo jambo akati nishakwambia. Kwa hapo utajua kwamba wewe mtu anachokuambia ni uongo. Sasa ngoja nikupe siri moja. Hizi mbinu zote tulizojifunza, usimjaji mtu kwa aina moja. Cha kwanza kabisa jua baseline yake, lakini unganisha ishara 3 hadi 4, kwa sababu ukimjaji mtu kwa kitu kimoja unaweza ukatoa definition tofauti. Kwa sababu kuna wengine wanakuwa na msongo wa mawazo au ana changamoto ya afya akili, wewe ukaona kama anakusaliti. Kwa jitahidi kwanza ujue baseline yake, lakini pia ujue na afya ya mtu. Unaweza kukuta mtu ana msongo labda na kitu fulani kinamsumbua au ana changamoto ya afya akili, wewe ukamjaji anakusaliti, kumbe sio kabisa. Kwa hiyo jifunze, elewa, lakini pia mpe mtu muda na kumwangalia vizuri na kutokuhitimisha kwa kitu kimoja. Kama utakuwa na swali katika mada hii, na kuomba ucomment sehemu ya comment section na mimi nitakufanulia vizuri, lakini usahau kulike, kushare na kusubscribe, na usikose kufuatia masomo mengine ambayo tumeyaweka kwa ajili ya kujifunza zaidi. Mimi naitwa Elikhan Mtz, mpaka kipindi kingine. Asante kwa muda wako, asante kwa kunisikiliza. Bye bye na uwe na siku njema.